zama katika mitandao yetu ya YouTube, Facebook na hata TikTok na X. Nataka kuambia kwamba mwaka huu ni mwaka wako wa kupanuliwa na mwaka wako wa maombi. Hakuna upanuzi ambao ukuja bila maombi. It is your year of prayer and expansion. Kwa hivyo ni vyema pia wewe unapotusikiza ujue kwamba sana asilimia kubwa sana ni yako kama mokole kuomba niposa Bwana naye atimize jinsi ambavyo anavyotaka na wewe. Nataka tuwapigie makofi wanaotutazama katika mitandao yetu, na Mungu awabariki kwa ajili kila siku kila dakika wanatufuata. Mungu awatende mema. Lakini kabla sijaingia kuhusu expansion na prayer, nataka niingie kidogo tu kwa mada kidogo tu ya mwaka huu, ya kwamba kama jinsi nilivyonena last year wakati tulikuwa na prophetic Sunday, na nikasema ya kwamba tujia kwamba next year ambayo ndio hii 2026 ni mwaka ambao kanisa itapata nguvu zaidi. Kwa ajili kanisa ilikuwa imekaa katika hali ya kuwa vuguvugu. Hatuelewi ni wapi, hatuelewi tufanye nini. Lakini Bwana akanena last year, kama unaweza kumbuka, ya kwamba 2026 utakuwa mwaka ambapo Kristo atatia nguvu kanisa lake. Ni kwa ajili Kristo anapenda kanisa lake. Haezi jitoa kwa ajili yetu na atuachilie, ila tu sisi tumuachilie. Lakini jinsi alivyonena akasema ya kwamba nitadumisha kanisa na nitaipa nguvu kanisa, ni kwa ajili bado anatupenda. Tukae tukijua kwamba sisi wote ni bibi harusi wake, na kama jinsi bibi harusi ujiandaa, ni vyema kama kanisa tujiandae kwa ajili ya mwana kondoo. Asante sana kwa ajili ya dada yetu Esther pamoja na Juda. Tunaposema bibi harusi, najua kila mmoja akili yake imeendelea mahali pale, lakini nataka niseme hivi, sio rahisi kusimama jinsi ambavyo Kristo anataka kama wewe bado hujampokea. Ni vyema ukiwa bibi harusi ujiandae vyema kwa ajili ya mwana kondoo. Mwana kondoo hapendi mtu ambaye amechangamana, hapendi mtu ambaye amejaa uchafu. Anapenda bibi harusi ambaye ameyosha nguo yake vyema, haina madoadoa. Kwa hivyo tukae tukishikilia hivyo na tukijua kwamba mwaka huu Bwana ana upendo zaidi kwetu, na anataka kutupea nguvu na kutuhimiza katika hali ya wokovu. Praise God. Na niseme ya kwamba mwaka huu ni mwaka ambao tutashuhudia upepo mwingi, upepo mkali, upepo ambao hata itang'oa mabati. Upepo mkali. Ninaposema upepo, ni upepo mkali. Bwana Yesu asifiwe. Na katika hali ya upepo huu kutakuwa na kubadilika ndani ya ulimwengu wa rohoni. There will be a shift that will be taking place in the spiritual realm. Kwa hivyo wakati tunapohisi upepo huu, wakati tunapoushuhudia upepo huu, na uhakika ya kwamba ushaanza katika sehemu tofauti tofauti katika nchi hii, tukae tukijua kwamba kuna vitu ambavyo vinabadilika katika ulimwengu wa rohoni, na jinsi ambavyo upepo unavovuma, tukae tukijua kwamba basi kutakuwa na mabadiliko ya seasons. Jinsi ambavyo sisi tulikuwa labda tunajiandaa, kuna wakati wa kupanda, kuna wakati wa mvua kunyesha, utapata kwa ajili ya ile upepo kuna mabadiliko hata katika ulimwengu wa mwili. Ni vyema ukae katika maombi ndiposa uweze kubabanua wakati huu ni wakati gani. Lazima uweze kubabanua ya kwamba tuko katika enzi gani. Tujua kwamba these seasons and times zitafunuliwa tu kwa wale ambao wamekaa ndani yake kwa maombi. Kwa hivyo unapohisi upepo mwingi, upepo wa kubeba, tujua kwamba kuna vitu ambavyo itakuwa vikifanyika katika ulimwengu wa rohoni, na ni vyema kila mmoja aweze kushiriki ndani ya mambo hayo yote kwa ajili ya utukufu wake Bwana. It is better for you to pray so that you may be able to discern the seasons. Number 3, there be transference of mantles.
kutakuwa kuachiwa na kuchukua mantle. Mantle sijui nitasema nini na Kiswahili, lakini tukae tukijua kwamba a mantle is like a cloak, ni kama nguo ama shawl, na mantle ina ishara ya nguvu zake Bwana wakati unapoekelewa na mtu ambaye ameitwa. Kumaanisha kwamba kuna watu baba zetu wa kiroho, wale ambao wamekuwa na wako, wale ambao wamehitimu katika mwaka ama miaka, kuna wakati wao wa kuachilia mantles ambazo wamebeba. Ni kwa ajili ya mambo Bwana anaandaa ndani ya maisha ya kila mmoja katika wakati huu. Tukae tukijua kwamba usikae tunde, kwa ajili lazima ukuwe pateka wa hiyo mantle, ndio na wewe uweze kuingia katika sehemu nyingine. Ni clarify hii. Hawapeani mantles kwa ajili wanaaga. Hapana. Wanapeana mantles kwa ajili Bwana anajichagulia watu wachanga wamtumikie. Na katika hali ya kuachilia ile anointing ama upako ambayo iko ndani yao, ni kwa ajili kuna kitu Bwana anafanya katika ulimwengu wa rohoni kumake sure wale vijana, naposema vijana nasema vijana kwa wasichana, wale ambao Bwana ametia mafuta kwa miaka mingi lakini hawajaweza kusimama kwa ajili hawajapata mtu wa kuwaelekeza jinsi inavyofaa. Na yeye Bwana anasema ya kwamba nitakosu wale ambao wamebeba upako wangu, waachilie upako kwa hawa wachanga kwa ajili ya kazi ambayo nataka kuendeleza ndani ya maisha ya kila mmoja. Sijui utakuwa umejiandaaje kuweza kupokea manto. Sijui utakuwa umejiandaaje kuweza kupokea ile upako ambayo wewe mwenyewe unahitaji. Na akaniambia hivi, imekaa muda sana vijana wakiwa wamefinyiliwa katika huduma, wakionekana wanainuka kidogo, wanafinyiliwa na kuambiwa wakati wao haujafika, wanafinyiliwa, wanaekwa chini. Lakini Bwana anasema ya kwamba katika nchi hii, kwa wale ambao nimewateua wakiwa vigogo wa roho, wataachilia upako ndani ya hawa vijana. Nao hawa vijana wataweza kupeleka injili mbali na mbali. It is my prayer that you are one of them. It is my prayer that you are one of them, that you may be able to walk in the ways of the Lord, that you may be able to walk in the anointing that the Lord wants, that you may be able to walk in that power in Jesus' name. Jambo lingine niseme hivi, kutakuwa na shake up kidogo. Niseme shake ups and disagreement kwa serikali na kwa upinzani. Kwa hivyo tuta experience shake up katika viongozi ama kiongozi ambao wako ndani ya serikali sahihi na hata wale walio katika upinzani. Kutainuka kutosikizana ndani yao. Lakini Bwana akaniambia hivi, tunaposimama katika pengo, tunapoomba kwa ajili ya nchi yetu, naye Bwana atawapea mwelekeo. Kwa ajili Kenya wakati huu inaonekana ni kama maji naoelea. Ni jukumu langu na lako kujikaza na kusimama katika pengo kwa ajili ya nchi yetu. Niposa serikali isimame na hata upinzani isimame. Sisi wote tunajua kwamba ni nini nafuatia mwaka ujao. Na kwa hivyo kila mmoja kama Mkristo nafaa kuwa umejiandaa vyema. Swali langu ni, umejiandaa vipi? Ndiposa serikali isimame, inahitaji maombi yangu na wewe.
Ndiposa kukuwa na uamuzi mwema inahitaji maombi yangu na wewe. Jambo lingine ni ati ya kwamba usisikie nduru saidi hii ukimbie huko. Kila Mkristo akuwe mwangalifu. Mambo ambazo zitaibuka katika serikali, mambo ambazo zitainuka katika uongozi wa nchi hii. Bwana ametuomba, kazi yetu ni kuomba. Kazi yetu ni kusimama katika pengo. Kazi yetu ni kuintercede kwa ajili ya nchi ya Kenya. Kutakuwa na chaos mingi hapa na pale, lakini Bwana ametuomba ya kwamba tusimame imara kwa ajili. Baada ya yote Mungu naye atajidhihirisha. Praise God. Nikirejea back 2012 nilipewa neno ya kwamba wakati rais atakaye kalia kiti atakuwa ni Ruto, tujue ya kwamba kutakuwa na revival. Lakini la kutisha ni ya kwamba wengi tulisikia ujumbe huu, lakini tukaubabanua jinsi ambavyo haifai. Sio Ruto analeta revival, lakini Ruto ni ishara. Praise God. Ni ya kwamba niliambiwa ninapomwona amekalia kiti, nijua kwamba ni ishara ya ufufio ndani ya nchi ya Kenya. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sio yeye mwenyewe amebeba revival. Praise God. Na ikawa nauliza, Bwana kunaendelea vipi? Ananiambia kwamba yeye abadiliki. Hivyo alivyoniana ni hivyo. Shida yetu sisi tuliinterpret vibaya. Kila mmoja akakaa amemwangalia Rais Ruto abebe revival. I think watu walidhani ya kwamba atachukua kipasa sauti kama hii aanze kuomba ndio kila mtu aingie katika maombi. Hapana. Bwana akaniambia kwamba wakati huu ambapo yeye amekalia kitu, tayari revival imeanza. Ile kitu ambao watu wajaona ni manifestation ndani ya umati wengi, lakini ndani ya kila mmoja kuna mambo ambayo Bwana ameanzisha ndani ya kila moyo, na ameanzisha kwa kuwa ni Mungu. Na namshukuru Bwana kwa ajili mwenzetu pale amesema ya kwamba hakuna mtu alimsukuma katika wokovu, lakini akahisi Kristo anamuhimiza, nipe maisha yako. That is revival. Sijui tunaongoja revival gani ingine. It has to start with an individual. Praise God. Ndio iweze kwenda kwa nchi ama kwa kanisa alafu kwa nchi, lazima ianze na mtu kipekee. Bwana Yesu asifiwe. Tujue kwamba wakati sasa ule ambao hujafikia ni climax ya huo ufufio, na inaweza fanyika katika reign ya President Ruto, na inaweza fanyika baada ya reign yake. Why? Kwa ajili wakati wetu ama saa ama jinsi ambavyo tunahesabu masaa, hivyo sivyo Bwana huwa anahesabu masaa yake. Anasema ya kwamba siku moja ni kama siku 1000 kwake, na zile siku kwetu nyingi kaa 1000 ni kama siku moja kwake. Bwana Yesu asifiwe. Kumaanisha kwamba Bwana atatenda kulingana na mapenzi yake. Ni vyema kila mmoja asimame imara, na ni vyema kila mmoja aweze kuomba. Jinsi nilipoanza na kusema ya kwamba 2026 will usher in 2027. Zile vitu taanzisha saa hii zitakuwa vitu za kusimama na kukusimamia hadi mwaka hata wa 27. Lakini unapobeba mwaka wako huu ubebe vibaya, basi 2027 will be a bit difficult for you. Ni vyema katika 2026 tubebe mwaka huu vyema. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nataka tuingie kwa ile ambayo imenileta sana hapa, the year of prayer and expansion. Na niseme hivi, Biblia inasema ya kwamba tuombe nasi tutapata, that we should ask and it shall be given to us,
that we seek and shall find, knock and shall be opened unto us. That is Matthew 7:7. Hivyo ndivyo neno linavyotuambia, ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Najua kwamba kila mmoja anajua kwamba maombi ni njia ya kuwasiliana na Bwana. Usipoomba basi hakuna uwasiliano mwema kati yako na muumba wetu. Ni vyema ukae katika maombi ama uombe, ndiposa uweze kupata jinsi ambavyo Bwana anasema mwaka huu. Ndio sisi tunaweza sema ya kwamba ni mwaka wa kupanuliwa, lakini nimekuja nikwambie hivi, hautakande upanuzi ingie. Lazima pia wewe utajikaza katika maombi, na unapoomba basi naye Bwana atakuzidishia. Nataka nipewe 1 Chronicles 4:10. 1 Chronicles 4:10. Huyo Yabesi akamlingana Mungu wa Israeli akisema, lau kwamba ungenibariki kweli kweli na kuipanua mipaka yangu, na mkono wako ukawa pamoja nami, nawe ungenilinda nisipatwe na maovu wala madhara. Naye Mungu akamjalia hayo aliyoyaomba. Kila mmoja tunajua hii historia ya Jabezi, jinsi alivyomuomba Bwana na jinsi ambavyo Bwana alisikia dua lake. Tukae tukijua kwamba Jabezi alikuwa mtoto ndani ya hiyo familia na alikuwa ameheshimika sana. Guza neighbor, muulize neighbor, kwenyu umeheshimika? Alikuwa ameheshimika hata na ndugu zake, lakini kulikuwa na shida moja ndani yake, hakukuwa kupanuliwa. Praise God. Guza yeye, mwambie neighbor, kuheshimika na watu wenyu sio kumaanisha umefika mahali ambapo Bwana anataka. Lazima umlilie Bwana aweze kukupanua wewe. Bwana Yesu asifiwe. Akasema, laiti ungenilisikia, unibariki kweli kweli. Alikaa na akaona ya kwamba katika ama miongoni mwa ndugu zake peke yake alikuwa duni. Guza neighbor, muulize neighbor, wewe uko duni? Unaonekana hauna. Yaani umeheshimika kwenyu, na mkienda sikukuu jinsi ambavyo ulivyoenda last year, ndugu zako ndio walikuchangia fare, ili hali hakuna uamuzi ungefanywa nyumbani bila wewe. Ni wewe tu nanenea. Kama kuna kitu ambayo inafaa kuzungumziwa nyumbani, lazima wewe uulizwe, lazima uchangie, lakini mfuko ni empty. After kuwapea mawaidha kubwa, after kuwapea mawaidha mingi, after kuwaelekeza jinsi wanafaa kugawa shamba, bado ndio waliingia kwa mifuko yao kusaidia wewe. Guza neighbor, mwambie neighbor, ndio maana mwaka huu unafaa umlilie Bwana zaidi ya Yabezi, ndiposa upanuliwe mipaka yako. Si mwaka wa kulala. Labda katika kampuni ambayo unashiriki ama ambayo unafanya kazi, yule bosi wako amekuaminia hadi anakupea ufunguo zinatoshana hivi, wewe unaendanga umeinama kwa ajili ya uzito ya funguo. Hakuna mtu mwingine anaweza kufungua hiyo kampuni isipokuwa ni wewe. Lakini kila wakati uko hapo ukijaza inaitangwa aje? Advance. Imetimia wakati Bwana akubariki. Unapobeba ufunguo ikuwe ni yako, ama upate mtu ambaye atakubebea zako katika jina la Yesu. Tuache kuishi katika hali ya kujifunika kitu ambacho ndani yetu ni aibu. Tunasema I'm the manager. I'm the manager of this company. Be a manager, na ukiangaliwa unakaa manager.
Acha kuwa manager na ni manager mwenye njaa. Uliza neighbor, wewe ni manager ama wewe ni mwana njaa? Lazima ujielewe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. You should be a manager of your own. You should be a CEO. Hallelujah. Kwa ajili Bwana anapokuja kutupanua mwaka huu, hapanui tu yale ambayo tunaona hii ya physical, lakini anapanua hadi akili zetu. Lazima akili zetu zipanuke. Na boss anakuambia kazi haiwezi fanyika vyema bila wewe. Alafu ukienda kwa wafanyikazi wengine unashika katai, unawaambia kama boss amesema, lakini haufanani na mambo na matamshi ambayo boss amesema juu yako. Ni vyema tuache hayo. Funguka akili, jua kesho yako. Praise God. Acha kuitwa manager wa choo. Kwa ajili ungelikuwa manager wa kampuni kubwa ni kupaki, ungekuwa unapaki gari yako pale. Sio akipaki yake na wewe unapaki yako. Lakini sasa wewe na boss mnafanana. Shida ni authority. Tofauti ni environment. Praise God. Hallelujah. Ni vyema tukae tukijua kwamba mwaka huu we have to pray. Guza neighbor, mwambie ni mwaka wa maombi. Sio kutangaziwa tu ati 21 prayer days of prayer, Holy Well of Bethel. Ukae kwa hizo 21 alafu ukae mwaka mzima hautawaiomba kwa ajili tuliambiwa tufunge 21. Ni vyema ukosa kufunga 21, lakini ujiekee timetable ya kufunga kila wakati na kuomba. Na hii itawezekana na mtu ambaye amechoka. Kama hujachoka na mahali ambapo uko, basi ujue neno hili sio lako. Lazima ukuwe umechoka na mahali ambapo uko, ndio useme enough is enough, I have to move on. Mwaka huu uhitaji watu wa kubebewa akili. Guza neighbor, be neighbor, mwaka huu wa kubebewa akili. Beba akili yako. Beba akili yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ajili wengi wetu tumekaa hapo, hatuwazi vitu zingine. Kukula, kukunywa, kulala, kesho inakuja. Tena tunakunywa, tunakula, tunalala, kesho ingine. Tunakula, tunakunywa, 2026 imeisha. Kuwa na wakati wa kuombea mawazo yako. Kuwa na wakati wa kuombea mawazo yako. Praise God. Give us Isaiah 54 verses 2 to 3. Panua mahali pa hema yako. Hapajaandikwa Mungu anakuja kupanua hema yako. Pameandikwa wewe na mimi, panua mahali ati yako. Very nice. Praise God. Na watandaze mapazia ya maskani yako. Usiwakataze. Ongeza urefu wa kamba zako. Zikaze vikingi vya hema yako. Bwana Yesu asifiwe. Panua mahali pa hema yako. Na kisha kaza vikingi na upanue curtains. Praise God. Kumaanisha aje? Wewe utaketi hapo ukisema bishop alisema ni mwaka wa prayer and expansion, mimi nitaexpandiwa tu. My dear friend, it should start with you. Start walking as someone who is blessed. Kuanza siku ya leo, anza kutembea kama mtu ambaye amebarikiwa na Bwana. Acha kutembea kama mtu ambaye anatafuta
kuhurumiwa. Guza neighbor. Mwambie neighbor, wakati wa kuhurumiwa umeisha. Kuna watu wanakaanga hivi, niposa wahurumiwe, na ndani yao wanajua vizuri sana ni wao hawajafanya kazi, lakini mtu anakaa hivi, Bishop sijakula siku 3. My dear friend, tembea kama mtu ambaye amebarikiwa. Ajili ya uwezi panua mahali pa hema yako kama wewe hauna ujauzito. Lazima utembee kama mama ambaye amejaa, na mama ambaye anajua kwamba kuna wakati wa kujifungua. Mliza neighbor, umesikia? Kwa ajili shida yetu ni moja, Bwana hajakosa kutubariki. Lakini saa hii omba neighbor 1,000. Geukia yeye muombe 1,000. Geukia yeye. Atakwambia hana, na kwa kibeti hiko. Kwa nini anakuambia hana? Anataka umhurumie. Mwaka huu si wa kuhurumiwa. Mwaka huu ni wa kukunguta vumbi, kujielewa na kujua mahali ambapo unafaa utembelee. Uza neighbor. Mwambie neighbor, nataka ufahamu mimi nimepanuliwa. Nitaanza na kupea wenye hawana. Si lazima waniombe. Ni mimi nitaanza na kuwapea. Kwa ajili natengeneza mahali pa hema yangu. Natengeneza kuzidishiwa inapokuja. Haitanipata na hizi viti za kale. Lazima vitu zile mzee ndio zile mpya ziingie. Kale baiskeli uliachiwa na baba yako 1979, na unasema ya kwamba unakaa nako kwa kukumbushange baba yako. My dear friend, hautawahi endesha gari. Ni kwa ajili kamechukua nafasi ya hema yako. Guza mwambie neighbor, sio baiskeli tu, hata akili duni. Toa hiyo. Praise God. Hati wewe kama hujapata kazi kwa kuchuna majani, kuchuna chai, hakuna kwingine, unaishingi kwa hiyo gate ukilia. Wakiambiwa nachukuliwa next Monday, asubuhi 6 uko hapo ukilia kwa gate ya kuchuna chai, ndio wewe uchukuliwa hapo, na Bwana anasema hiyo sio sehemu yako. Uzae. Mwambie neighbor, hii ni ya wale wamechoka. Wewe kama hujachoka hauwezani na hii. Teknoloji inaendelea. Wewe ulijenga tu nyumba tu kukodisha tu ambao umetuchapa gazeti, umechapa ile gunia tulikuwa tunaekanga inaenda round, na bado watu wanatetemeka na baridi. Wakikuja watahama, wataenda kwa yule ambaye amepanua hema yao. Kama we ni landlord, kama we ni landlady, kama jinsi wanavyokaa. Nasema hivi mchungaji, kama we ni landlady, kama we ni landlord, lazima ujue kwa nini nyumba zako zinahamwa, kwa ajili hujawahi badilisha. Lazima ubadilishe nyumba zako ndio ziweze kuvutia hata wale ambao watatoka Nairobi wakikuja kufanya kazi Limuru. Tembea na watu wanaotafuta nyumba ambao umetoka mbali. Watu ambao washaishi, not self-confused but self-contained house.
Wakikuja zako watasema nyumba ama ni ya kuku hii. Praise God. Badilisha, omba Bwana mwaka huu hakujazilie na mali. Uanze kubadilisha moja kwa moja. Ijenge na mawe. Pandisha bei, kuwa milionea. Acha kukaanga hapa ati kuja tu nyumba zangu ni za 1500. My dear friend, 1500 kwa mwezi itakufanyia nini ukiwa landlord? Utasanya 1500 mpaka lini itoshe kununua lori ya mawe? Guza yeye. Bwana Yesu asifiwe. 2026 inahitaji yule mtu ambaye ni smart. Guza yeye, mwambie mtu smart hapa. Usikuwe tu mwombezi na una usmartness. Hata nilale hapo 24 hours nikisema rima kazeke tarabayanda rabojaya, lazima nikuwe smart. Unashinda hapo. Hii uchumi ya Ruto saa ngapi? Wewe utashinda hapo uchumi ya Ruto. Uchumi wa Ruto na naona magorofa zinainuka. Lakini wewe utaishingi uchumi wa Ruto na watu wanaendesha machine na wewe uko? Lazima Kenya tutolewa huo ufukara wa kuishi sisi tukijijustify vitu zenye hazifuatani na vile Bwana anataka. Lazima akili zetu zihame. Hakuna siku Ruto amekuja kulala kwako. Hakuna siku Ruto amekuja akakupea pesa. Tumia hapa. Tanua hema yako. Hatakuja hapo kukuambia kwamba uko katika 50 by 100 na umejenga kanyumba kwa kona, hii ingine yote unaekeleanga kondoo. Atakuja hapo kukuambia hapo unafaa ujenge. Ni wewe utumie akili, ujue kwamba nafasi imebaki, naweza ekelea nyumba hapa inipeange pesa baada ya mwezi. Acha kulialia Ruto. Unalia Ruto na anaishi poa. Saidia serikali. Ni serikali saidia. Serikali ulikula mandazi na kaimati Disemba peke yako na watoto wako, sasa wako home. Serikali isaidie. Lazima tukue watu. Anyway, Number one. Ni kuambia kwamba kama unataka kupanuliwa kwa hema yako, upanuzi wa hema yako itakuja na kitu moja. Ya kwanza, you should have a strong desire. You should have a strong desire. Hata kama unaomba na unaamini, lazima wewe mwenyewe ukue una tamani zaidi. Praise God. Hivyo tu nimeanza kusema ya kwamba kuchokeshwa na maisha ambayo unaishi. Bwana Yesu asifiwe. Na najua kwamba Kingdom Beautifiers kuna kitu wametuonyesha leo, ya kwamba si lazima kanisa ndio inanunua bezini ya kuoshea, si lazima kanisa ndio inanunua mop. Wakajua kwamba wanaweza nunua, ndio maana wamekuja kwa ajili, wanakuja wakijua kuna kitu Mungu anafanya ndani ya maisha yao. Sasa wewe unakaanga hapo unasema leo kuna kuliwa. Kuna neighbor huwezi keti na yeye usikie neno. Akishindwa tu kusikia kitunguu nje, amepata stress. Hiyo ndio maisha, nasema akili duni. Utakula leo, lakini chakula haiwezi kupeleka kwa mwezi mzima.
Kwani ukikula leo lunch hapa usikiangi njaa kesho? Lazima Bwana akupee njia ya kujitafutia, ndio maana ukuange na yako kwako. Unapomtazama Kristo atakupea kabisa. Hatakupea kama hii ya Holy Well of Bethel ni Sunday peke yake. Atakupea miaka yote, kwa kuwa yeye ni mkuu wa wakuu. Hata kukaa tu mahali utasumbua watu mpaka waishe. Leo umesikia kuna kamorigo. Kazi yako ni kupokea. Wewe utapeana lini? Haleluya. Muuliza neighbor, mimi ningependa kutembea kwako. Vile unanisumbuanga hapa kama kuna kamorigo, ningetaka kutembea kwako. Kwa ajili kuna watu usumbua na wako na kila kitu. Mwambie neighbor, si uniite tu, nialike tu kwangu. Nialike tu nione. Kwa ajili tuliekwa mentality hii iko hapa ni ya kupeana, ni ya kupotea. Hii si ya kupotea. Ni mtu anaendeleza maisha yake na wewe. Haya. Ni mtu ambaye anaendeleza maisha yake na wewe. Kwa ajili neno imesema peana nawe utafanya nini? Ijasemekana ni wa Kristo peke yake. Sasa kazi yako ni alafu sasa unakuja hapa kuhurumiwa. Peana. Hiyo kiti mzee peana. Kabati. Guza yeye mwambie sasa tuliachana na kabati kwa nyumba. Na bado wewe uko kwa kabati, peana. Tuliachana na tule tu TV tuko na tumbo. Na bado wewe ndio uko nayo na unatisha mpaka neighbor hapo. Peana. Upate a smart one yenye utakuwa ukiingia YouTube unaona vile mambo inaendelea, unasikiza. Sasa hiyo yako black and white inasikia. Peana. Umevaa kiatu mpaka imeinama, uwezi peana. Kwa ajili uninunua pesa mingi na kufinya, uwezi peana. Uza yeye neighbor, mwambie neighbor, peana. That is why number two, kupanuliwa kwa hema shall come with a firm decision and action. Firm decision and action. Si tuseme ya kwamba mimi nataka nifungue biashara, alafu unakaa kwa nyumba unangojea siku moja mabati itapasuka, Bwana ashukishe pesa hapo ndio uanze. Lazima uanze na kusave kidogo kidogo. Kama unataka kufungua biashara, umechoka na kuajiriwa, lazima uanze kusave kidogo kidogo. Kumaanisha kwamba hii kupanuliwa expansion will come with a firm decision and action. Praise God. We should plan our finances. Hallelujah. Sasa wewe uko kwa mshahara ya 20,000 ama 25. Ukiona tu kiatu, Baraka amenunua kiatu 5,000. Unaenda tu 5,000 yako unanunua hiyo kiatu ndio mfanane na Baraka. Ukinunua kiatu 5,000 umebaki na hata hujalipa nyumba. Alafu baada 15 zikiisha 15 days uko kwa Baraka, Baraka nisaidie kidogo, nikopesha 500. Acha hiyo tabia bana. Manage your finances. Praise God. Tuko ndio najua kwamba wengine tuko chini na tunapata mapato ya chini, lakini hiyo mapato ya chini inaweza kukua mingi. Save 20 uone kama maisha yako itakuwa jinsi ilivyokuwa tena. Hata kukula yote.
Unakula yote, unaanza sasa kuplan kwa ajili unafanya kazi wapi? Kule kwa kunaitwa wapi? Sema unafanya kazi Ndeia. Unamaliza mshahara yako una plani kuwa unatoka Limuru saa 10 ya usiku ndio ufike Ndeia. Unajitesa bure. Bwana Yesu asifiwe. Unajitesa. Save pesa yako, manage pesa yako. Jua ya kwamba niko hapa na fare yangu ni pesa fulani, eka kando. Chakula ni pesa fulani, eka kando. Hacha kukula zote na ngumu na kutishia wasichana huku ukiwapenda hauna. Manage your finances. Utalia serikali na itakuja kukusaidia. 2026 utaitana na itakuja. Guza yeye. Mwambie hata kama ni 10,000, manage well. Hata kuishi nyumba 7,000 na unapata 10,000. Bwana Yesu asifiwe. Kwani tumeanza kuwa na huzuni? Inaingia. Uza yule ambaye ako hapo na ako na biashara akwambie jinsi alivyoanza na kidogo, lakini wewe unakula capital na profit na rent ya mwenyewe. Next month unafungiwa. Praise God. Guza huyo mwingine ambaye kazi yake ni kukaa kungojea aletewe. Guza, nimesema tu guza ule ambaye huwa anakaa akingojea. 2026 si mwaka ya watu ambao ni lazy. Kama wewe ni lazy, 2026 is not your year. Tunaona vile mimi ninajulikana huku. Mimi siwezi enda kubebanga mzigo sokoni. Enda ubebe, utabeba siku zote. Beba ukisave. Bwana Yesu asifiwe. Don't be lazy, because this year will not favor you if you are lazy. You have to work hard. Hallelujah. Mnashindanga makofi pu. Kwa ajili Bwana amekosa kukupea ile yenye wewe umeshinda hapo, umengoja. Hakuna kitu kingine umefanya. Kufagia ama kuosha nyumba ni stress. Kuosha hata hizo nguo za huyo mzee ni shida. Halafu usiku namuuliza, sasa nitamanage hati hii 300 umeniletea. Hiyo 300 anakupea, unaweza save 50 ndani yake. Wamama oye, tuendelee kungojea kuletewa Praise God. Kwa ajili wewe ukikaa lazy, hata imani itakuondokea. Hata nikuonyeshe. Wewe hujapeleka mtoto shule, una time leo nikitoka hapa ukimbizana na mimi. Ngoja. Hey, Bishop, mtoto wangu hajaenda shule. Nilikuwa naomba kama unaweza nitafutia kidogo kwa ajili unaweka Bishop kukua Mungu wako. Laziness will bring to you lack of faith. You need to have faith in God. You need to hope in Him. Bwana Yesu asifiwe. Hata kusumbua. Si vibaya kuomba, lakini ukiwa unajua kutoka last year mwezi huu ni shule. Mbona huku niomba Disemba? Usinifuate leo. Usinifuate. Wala usifuate patron. Alikuwa hapa kutoka Disemba. Disemba ndio ungemsongea mwambie patron, nisaidie 5,000 nijazilie. Angeona uko na akili. Saizi atajua kwamba wewe zako zote.
Wewe unataka kuombwa? Wewe unataka kuombwa? Si ugeuki mimi siwezi kupea school fees sai. Ungeniona last year. That is why tunaambiangwa Wakenya tunangojeanga the last minute ndio tuanze kukimbia. December tu ile kitu ilikuwa kwa akili yako. Ni watoto wapate nguo mpya, majirani wasikuseme. Si unaona, lazima tuchange hiyo akili. Sasa juu majirani waliona watoto wako wako na nguo mpya, nani anachekelea watoto wake wakiwa nyumbani? Alafu tuache kelele. Wewe ulikuwa umejipanga hapo. Tulia tu hapo. Vitabu tulipeana vitabu last year December. Na ile kitu ilitusukuma tupeane vitabu mapema ndio mzazi asifanye hesabu ya vitabu. Alafu wewe umekaa nyumbani alafu sasa hizi unaniambia, Bishop, unajua watoto wangu wakupata vitabu walikuwa wapi? Wewe mwenyewe ulikuwa wapi? Tuko Januari, vitabu zilikuwa za December. Nani atakuwa ameweka vitabu za December kwa ofisi? Shida yetu ni nini? Shida yetu ni nini? Ni kujua hatujui miezi ama hatujui wakifunga na wakifungua. Sasa kila mtu ako hapo. Headmaster nihurumie tu. Asome, anakuangalia anaona kama uko na shida. For 2 months ndio maana walitumwa nyumbani wakae na 2 months. Ndio ukaange ukiamka hivi ukiwaona unajua huyu anahitaji. Save. Praise God. Amen. Mimi sitaki kugeuka kuwa Mungu. Ati kila mtu ni mimi anaangalia juu. Wewe angalia Mungu akupe. Achana na bishop. Achana na patron. Praise God. Tuko namba what? Namba 2 nimesema. Tuko namba 3. Ati 4. Tulisema you should have a strong desire, number 1. Number 2, you should have firm decision and action. Praise God. Number 3, you should be in deep prayer and study the word of God. Lazima kuomba na tena kulisoma neno lake Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Because wakati unapoingia katika maombi na kusoma neno lake Bwana, basi utaweza kuamini kwa ile ambaye anakuambia yeye. Praise God. Number 4, you should believe in his promises. Si kama sasa ametuahidi. It's a year of prayer and expansion. Tunafaa sisi wote kufanya nini? Kuamini kwa hiyo. Bwana Yesu asifiwe. And you should make room for that expansion. Now when making room for that expansion, si nguo zako vile nimesema enda upeane. Unaweza peana nguo lakini moyo wako bado ni nyeusi. Praise God. Tengeneza nafasi kuanzia kwa moyo wako. Hii expansion Bwana anatuambililia ama anatuahidia itaanza na sisi ndani yetu. Praise God. Alafu nje itakuja automatically. Kuna mtu Mungu hapa angetaka kumbariki lakini hawezi kubariki kwa ajili bado mambo za kale utabadilisha. Ufukara ni mingi ndani yako, anashindwa nitakupea aje. Praise God. Kwa hivyo lazima ianze na ndani alafu ikuje na nini? Na nje, si ndio? Nilikuwa nazungumza na wachungaji hapa, nawaambia kwamba ile kitu tunaitanga rejection, sio rejection. Ni Bwana anakutoa mahali ama anakutoa kwa watu fulani, akufunze kisha akurejeshe kwao uweze kuwasaidia. Hiyo amen hizi kuwa kubwa. Ni wengi wetu tulikimbilia Limuru kwa ajili tulidhani ya kwamba nyumbani wanatuchukia.
ukakimbia ukakuja huku, lakini hauendelei kwa ajili kila siku moyo wako umenuna, waliniacha, walinitenga. Praise God. Kutoka leo chukua nafasi ya kujielewa na kujijua, kujijenga vyema. Unapowarudia ushago, unawaambia hakika mahali nienda Limuru nimemwona Bwana. Hizo vitu tunasema ya kwamba wewe bishop uniombee nimekuwa rejected na nani? Hakuna. Bwana amekuweka kando akufunze wewe. Shida yetu tunataka kukaa kwa darasa moja siku zote. You cannot learn because akili yako iko walinikataa. Badilisha nia yako. Bwana Yesu asifiwe. Niseme refuse to settle for less in this year. Refuse to settle for less. Refuse to settle for less. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Embrace change. Change inapoingia kwako, embrace it, because God will be working in that area of separation and change. Na naposema separation, sijasema ati unatoka kwa bwana yako ama kwa mume wako. Ushike hiyo, sijasema ati ni wale wameona wa separate. Ni wewe utoke ndani ya watu ambao hawakusaidii. Guza neighbor, muulize marafiki wako ni wagani. Sasa wewe uko church, marafiki wako waendangi kanisa, marafiki wako hajui kuomba. Jiunganisha na wale watu, mtasaidiana. Yule mtu ambaye hamsaidiani, achana na yeye. Hey. Sasa mtu hawezi omba hata dakika 2 na ndio unamuita my friend. My friend where? Praise God. Lazima yule mtu ambaye utaambatana na yeye mwaka huu akuwe anafanana na resolutions zenye uko nazo. Sasa wewe unashinda, wewe uko na wheelbarrow. Huyo naita rafiki hana. Haezi enda kazi. Wewe unachukuanga wheelbarrow yako, unasukuma gunia ya maragwe sokoni, unalipwa. Yeye anakungojea jioni, anajifanya anashinda hapo akikuoshea vyombo, mkula ile 50 ulipata sokoni. Badilisha marafiki. Si mguza yeye, mwambie badilisha kutoka leo. Badilisha marafiki ambao hawakusaidii. Yule mtu ambaye hamwezi tembea naye kilomita 1, achana na yeye. Kwa ajili hata katika ulimwengu wa roho hamtatembea na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sio kukaa tu hivyo nde. Yule mtu uko naye kanisa na anakuambia usioshe, huku kuna lipango watu wa kuosha, achana na yeye. Hiyo ni kiazi mbaya ambayo imeoza na itakufanya wewe usiendelee. Yule mtu anakuambia kwamba kwangu akukuli yangu chakula bila nyama. Bisha, saa 4 upate watakula tu sukuma yenye hata haina mafuta. Lakini anakutishia wewe, badilisha. Praise God. Hallelujah. Niseme hivi ninapomalizia. Sisi wote tunakumbuka story ya yule mjane ambaye alikuwa na watoto 2 na mume wake alikuwa anamtumikia Elisha. Tunakumbuka hiyo story. Na ikawa sasa amekuja kudaishwa pesa. Na akaambiwa sasa tutachota watoto wako walipe ile nini? Deni. Sisi wote tunajua hiyo story. Alafu kuna kitu moja inanifurahisha na mtumishi wa Bwana. Mtumishi wa Bwana akamwambia, akamuuliza ni nini uko nayo? Akasema ni tumafuta kidogo. Akamwambia enda uombe nini? Mitungi. Praise God. Akaenda akatafuta mitungi kila mahali, akalete. Ilipofikia ya mwisho, mafuta ikakauka. Praise God. Tuko hapa na wengi wetu tukiambiwa tuombe mitungi, unaendea 2. Ukisha mimina ya kwanza ya pili, si ni hivyo? Utafanana na yule ambaye alitafuta mitungi 100. Praise God. Katika 2026, kama
Kama wewe ulikuwa unaomba kidogo, ongezea. Kwa ajili katika ile hali ya kuongezea ndio Bwana atazidisha. Bwana Yesu asifiwe. Wewe hata kusema ya kwamba mimi nimezoea 15 minutes, hapana. Ongezea. Yule mama angeomba mitungi 100 ndio angekuwa na pesa mingi. Umeomba ngapi? Kwa ajili mwaka huu Bwana anauliza ni nini uko nacho? What do you have? What do you have? What do you have? Uko na nini? Uzae muulize uko na nini? Anasema nini? Hata ajui ako na nini. Praise God. Kwa ajili wewe ambacho uko nayo kidogo, wewe ndio Bwana atazidishia. Kama hauna, uko empty. Na kama uko empty siku ya leo unafaa kuomba zaidi. Bwana akujazilie. Haleluya. Kuna wakati nikimalizia tulikuwa tunajenga Kameretho. Na ninapeananga hii testimony mara mingi. Na ikawa mafundi wako kwa site, sina pesa, na napiga simu, hakuna kokoto, hakuna mchanga, na mimi niko kwa nyumba. Sina hata chochote. Nikiwa kwa nyumba, nikiomba Bwana akanipea hii maandiko. Ni nini ambacho uko nacho? Nikakimbia kwa vibeti, nikatafuta, ushaisota mpaka ukitafuta unainamishanga hivi zote. Ukitafuta kama hata unaweza pata 20 bob. Praise God. That time nilikuwa naishi Chungamali. Kutoka Chungamali kukuja Limuru ilikuwa 20. Siku hata na 20 bob, na ilikuwa siku ya ushirika, nikuja ushirika. Nikatafuta hata shilingi sina, na Bwana ameniuliza ni nini ambacho uko nacho. Kwa ajili nikiomba huwa naweka simu yangu silent. Kwa bahati mbaya nikaikunja na manguo nikarusha kwa kitanda. Kwa ajili unajua ukiwa na stress kuna utakangi stress mingi, si ni ukweli? Praise God. Na katika ile hali nikaona nimetafuta sina kitu. Nikachukua kale kaufagio nikaanza kufagia carpet. Nikaamua nisongeshe kiti nifagie mpaka huko nyuma. Sina pesa ya kwenda mahali, si ndio? Sasa nifanye thorough cleaning kwa nyumba. Nilipoenda kufagia, nyuma ya kiti, I think ni watoto walikuja wakacheza hapo, wakaangusha shilingi 3. Praise God. Nilifurahi ni kama mtu ambaye amepewa milioni 3. Hallelujah. Sikufagia tena. Usafi ikafika mwisho. Nikaketi. Uketi hivi kwa floor kwa hiyo carpet. Nikaambia Bwana ndio hizi. Zile umeniuliza ni hizi ndio niko nazo. Bwana Yesu asifiwe. Little did I know ya kwamba kuna mshirika amesukumwa na Bwana ashatuma 3,000 kwa simu, na hiyo simu sina, kwa ajili already iko silent na imewekwa kwa manguo. Na mwingine ambaye sitawaambia ni nani, jioni akakuja. Akakuja kitu saa 8. Akaniambia nimepiga simu yako ushiki, na nimekaa nimeona ya kwamba curtains zimetolewa, nikajua uko kwa nyumba. Nikamwambia niko hapa. Anauliza ni nini? Nikamwambia, akaniambia uende church, nikamwambia siende. Akaniambia toka tuende church, na wewe ni pastor, utaambia mshirika una fare? Unaweza kubali kutoka na yeye? Simwambia una fare. Praise God. Akaniambia nimesikia tu ninunue simiti 3, nimekuwekea 2,500. Sasa nikamwambia sasa itabidi wewe uende church, muanzange ibada. Unajua sana nimesikia kuna 25. Little did I know kuna 3,000 already huko. Wewe endanga church, muanzanga ibada, kwa ajili lazima nitaenda Kameretho kwanza. Nikaanza sasa kutafuta simu. Hivyo ndivyo Mungu alikuja. Nilipofika karibu na church ya Kameretho, mwingine akakuja akaniambia kwamba mimi nataka kumwaga kokoto. Uko na nini? Ni nini hii ambayo uko nayo? Acha kuona ile kitu ambayo uko nacho kama ni kidogo. Hiyo ambayo uko nayo ni mingi mbele zake Bwana. Kwa imani ataizidisha, kwa imani ataipanua, kwa imani ataiongezea. Uko na nini jameni?
Wewe unakaa tu ukilia kwa ajili uko na 10 bob. Shukuru Mungu uko na 10 bob. Mimi nilinamisha vibeti zote nikitafuta 5 bob. Hiyo 10 bob inua mbele zake Bwana, mwambia kwamba nakuaminia, fedha na dhahabu ni zako, mfalme wa wafalme. Mwaka huu ni mwaka wa kutembea kwa imani. Kwa ajili wale ambao watatembea kwa imani, basi na wao Bwana atawatendea makuu. Kwa kuwa bila imani hauwezi kumfurahisha huyu Bwana. Praise God. Lazima utembee kama mtu ambaye ako nacho. Tusimame kwa miguu yetu, tumwambie Bwana unastahili. Na katika hiyo hali, wewe ambao uko hapa kwa ajili ya school fees, wewe uko hapa kwa ajili watoto wana vitabu, uko na nini ndani ya mikono yako? Na mahali ambapo ulitumia pesa yako kwa upumbavu, kwanza uombe msamaha. Uombe msamaha kwanza kabla hujawasilisha ni nini ambacho uko nacho. Nataka tu inue chochote ambacho uko nacho. Kama ni imani, inua mbele zake Bwana. Kama ni imani, inua mbele zake mfalme wa wafalme. Mwambie Bwana, na kuaminia mwaka huu utakuwa ni mwaka wangu wa kupata kazi. Mfalme wa neema, kama ni cheti ambacho uko nacho, umekuwa na cheti lakini utawahi pata kazi mzuri, mwambie Bwana na kuaminia. Kama ni watoto wako wameenda university hawatapata kazi, mwambie Bwana na kuaminia. Kama ni watoto wako wamepita mtihani wa KCPE, KCSE na sasa wanahitaji kwenda university ama college, mwambie Bwana na kuaminia hii. Na kuaminia Bwana mfalme result za mtoto wangu. Na kuaminia mtoto wangu wewe Bwana hataenda kuwa chokora. Mtoto wangu hatakuwa fukara, hataingia katika madawa ya kulevya, hataingia katika mambo ambayo haistahili. Na kuaminia makuu wewe Bwana. Nataka kuona wale ambao wako na imani. Nataka kuona wale ambao wako na imani wanaambia Bwana, hii tu ndio niko nayo mfalme wa wafalme. Niliambiwa na landlord anakuja kufunga nyumba yangu, lakini hii tu ndio nainua mbele zako. Niliambiwa ya kwamba nisirudi mahali nilikuwa kazi. Mfalme wa wafalme, na kuaminia makuu. I want to see people who are pushing in prayer. Uniongoze na huruma zako, usiponibariki kwa imani omba. Siwezi kwenda bila nguvu zako, siwezi kwenda. Uniongoze kwa huruma zako, usiponibariki siwezi kwenda. Kwa imani push. Bila nguvu zako siwezi kwenda. Kwa mkono wako kweli umenibariki. Kwa mkono wako kweli umenibariki. Pray. Tumeambiwa ni mwaka wa maombi, peke yako ndio unaweza kusukuma kwa maombi.